Katika sheria ya Kiislamu mwanamume anaruhusiwa kutoa talaka. Na amepewa mamlaka ya kutoa talaka. Kwa hiyo talaka ni haki ya mwanamume na amepewa mamlaka hayo. Lakini mwanamke hakunyimwa haki ya kujiondoa katika ndoa ikiwa anazo sababu za msingi za kuivunja ndoa hiyo. Katika sheria ya dini ya Kiislamu mwanamke anatakiwa kujihuru, kujivua katika ndoa, na sharti lake atalipa ima mahari au sehemu ya mahari hiyo watakavyokubaliana na huyo mume husika wakati anataka kujitoa katika ndoa husika. Naam. Kuna hili ambalo linaendelea kwa Zuchu, mimi namuitaga Malkia mdogo kutokana na sauti aliyochukua kwa mama yake, lakini pia kipaji na kipawa kikubwa alichokuwa nacho. Zuchu ametangaza hadharani kwamba yuko kwenye michakato ya talaka. Lakini mtu akiwa na ujauzito si anasema hawezi kuachwa na mumewe? Hapana, hapana. Kwanza ifahamike vizuri, moja ya vitu vinavyozuia mtu kupewa talaka sio ujauzito. Mtu akiwa na ujauzito anaweza kupewa talaka. Lakini sharti lake atamaliza eda hiyo baada ya kujifungua mimba alionayo. Kwa hiyo mtu anaweza akaachwa wakati wa mimba, na atakapomaliza kujifungua au mimba ikatoka, ndio itakuwa mwisho wa eda yake na atakuwa yuko huru. Kwa sababu eda ya kuachwa ni khurui tatu, ni tohara tatu zinazotokana na hedhi ya kwanza baada ya talaka. Kwa hiyo ukiachwa leo, ukiingia kwenye hedhi, ukitoka katika hedhi hiyo khurui moja, inayofuata hedhi, ukitoka khurui ya pili, inayofuata ya tatu. Ukimaliza tu ile hedhi ya tatu, ukiingia hedhi ya tatu, tayari huruhusiwi tena kurejewa hapo, kama zile talaka mbili za awali ndio zimetangulia. Naam. Hapo nimeelewa. Kuna hili ambalo watu wanaliweka mitandaoni sana kutokana na swala zima baada ya Zuchu kutangaza talaka. Wengine wanasema kiki kutokana na ilitoka birthday ya Mama Diamond haikuzungumziwa kivile, na ndio maana Zuchu akamwona yeye kuingia na kiki yake. Wengine wanasema Zuchu tushakuzoea wewe ni kinganga. Kwa nini hasa huwa wanampaga maneno mazito? Ukiangalia na hali yake ile kutangaza talaka kwamba anataka kudai talaka ama wako kwenye mchakato wa talaka, kuna shida yoyote kwake? Hakuna shida, hakuna shida. Hakuna shida kwa maana ya kusema, lakini shida ilipo iko wapi? Zuchu na Diamond walifunga ndoa, lakini ndoa ile ilikuwa ya siri. Waliacha ukimya. Watu walikuja kugundua ndoa baada ya picha kuonekana Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam akiwa anawafungisha ndoa. Makelele ya watu wengi yanaweza kuwa sababu yake ni kwamba mbona wakati unaingia hukusema, wakati unatoka sasa unataka kututangazia. Ndio maana baadhi ya watu wanasema anatafuta kiki, kwa sababu kama swala la kuvunja ndoa ni maamuzi yake yeye na mume aliye naye, anapowatangazia dunia anataka kuwafundisha watu nini? Yani watu wajipange. Kuna mtu anatakiwa ajipange kwamba sasa anakwenda kuchukua jiko baada ya maana yake nini? Kwa hiyo ni kujifedhesha na kujidhalilisha. Kimsingi anachofanya yule binti katika hilo ni kujifedhehesha yeye na kujidhalilisha. Nadhani aliyepaswa kusema alikuwa ni Diamond, kwa sababu yeye ndio mwanamume. Yeye alitakiwa ampige matukio Diamond ili kumuonesha kwamba kama kuna kitu kimemkwaza hakupendezwa nacho, ili Diamond ndio aseme palipofika mimi siwezi kuishi na nani? Na Zuchu. Lakini Zuchu yeye kuanza kusema ndo anaipigwa matukio sasa. Sasa kama kapigwa matukio alafu ndo anaachwa, anasema anaacha. Unajua dawa ya tukio ni tukio Nataka nifundishe hilo baba. Kwa sababu nikiingia huko nikipigwa tukio na mimi narudi. Dawa ya tukio ni tukio. Naomba nikufundishe wewe mwanandoa ambaye leo uko katika ndoa. Usikubali kuvunja ndoa kwa ajili ya kupigwa tukio. Ukipigwa tukio, kwanza usionyeshe umeumizwa na tukio. Ukionesha umeumizwa na tukio, unamfanya aliyekupiga tukio
alichokitamani kimekufika. Okay. Kwa hiyo ukinyamaza, kwanza anajiuliza hivi imemuumiza haikumuumiza, yuko wapi sasa hivi, yani yeye yukoje, yeye asononeka au asononeke. Unampa wakati mgumu zaidi yeye kuliko wewe uliyepigwa tukio. Na ndiyo maana ikasemwa kunyamaza ni jibu la mjinga. Kunyamaza ni jibu la mjinga. Yani mtu anapokusemea neno baya alafu ukanyamaza, unatengeneza maswali mengi kwa aliyekufanyia ubaya kuliko unavyofikiria. Ukilalamika na kulalama, unamfanya aliyefanya tukio aanze kujiuliza maswali, kumbe kakuumiza kwa kiasi gani. Kwa hiyo anaangalia treatment ya pili iwe na dozi kubwa kwa kiasi gani. Kwa hiyo mimi niseme tu hilo la kwanza, utakiwi kuonesha umeumia kwa kiasi gani. Lakini la pili, dawa ya tukio ni tukio. Ukiona kakupiga tukio limekuumiza, na we mjibu kwa tukio litakalomuumiza. Na miongoni mwa tukio ya kuumiza ni kunyamaza. Kumbe kunyamaza ni tukio pia. Tena baya sana. Okay. Baya sana. Nataka nikupe mfano. Nitaka niseme akikusaliti na wewe unamsaliti. Hiyo sio maana yangu. Hiyo sio maana yangu. Nataka nikupe mfano. Mwanamke kamfumania mumewe, yuko na mwanamke mwingine. Katika mazingira ambayo akili ya kawaida inaonyesha kwamba hao wako kwenye mahusiano tayari. Sawa? Labda wamekutwa hotelini, labda wako bedroom na kadhalika, mfano wa vitu hivyo. Au mwanamke kamkuta mwanamke mwingine yuko nyumbani kwake kwenye kitanda chake ndani ya nyumba yake. Yani anamkuta mwanamke mwingine na mumewe ndani ya nyumba yake. Alafu baada ya pale anafunga mlango, anatoka nje. Yule bwana anahema, anapata mashaka, anatafuta pa kutokea. Anafungua mlango, mwanamke kakaa wala hamsemeshi. Yule binti anatoka, anamsindikiza au hamsindikizi, anatoka. Alafu yule mwanamke baada ya hilo tukio, mfano tu baada ya hilo tukio, huyu mwenye mume anaamua kwenda jikoni, anapika chakula, anaandaa chakula, alafu anamkaribisha mumewe, karibu mume wangu tule. Wakati wa kula anamlisha kile chakula. Na kaona tukio limetokea. Wewe niambie huyu mwanamume atakula hicho chakula? Hawezi kula. Hapo ataanza huyu mjinga katilia sumu. Sio bure. Kuna namna. Kwa hiyo wakati mwingine kujibu tukio kwa kutumia tukio ni bora zaidi kuliko kujibu tukio kwa kuonesha umekasirika. Tukio la kunyamaza ni bora sana kuliko tukio la kureacti. Ukireacti unampa nafasi aliyekupiga tukio aone kiasi gani amekuumiza. Kwa hiyo mimi binafsi sioni sawa. Kwa upande mwingine pia, kama Zuchu amepigwa matukio na Diamond, sioni sababu ya Zuchu kwenda kusimama hadharani na kuanza kuambia watu kwamba anadai talaka. Lakini swali la pili, Zuchu ni wa kwanza kupigwa tukio na Diamond katika wanawake? Akapigwa matukio mengi yeye ni wa kwanza? Amna, wapo wengi. Kwa sababu kama unataka kujua maisha ya Diamond juu ya kupiga wenzake matukio, si ndio maana alikuwa na mahusiano na wengine na wakaondoka? Si waliondoka kwa sababu ya kupigwa matukio? Sasa leo Zuchu anataka kuwaambia dunia Diamond ana utofauti gani yule aliyepita na huyu aliyopo, ili kusema sasa anaitangazia dunia kwamba haridhishwi na maisha ya Diamond. Kwani wakati anaingia katika ndoa alikuwa ajui kama Diamond ni mtu maarufu? Nataka nikuambie, kuolewa au kuoa mwanamke maarufu ni sawa na kubeba gunia la misumari. Nirudie kipande hicho. Kuolewa au kuoa mwanamke maarufu, kuolewa na mwanamume maarufu au kuoa mwanamke maarufu ni sawasawa na kubeba gunia la misumari, ambalo katika safari yako majeraha ni lazima, na kuvuja damu ni lazima, na machozi ni lazima, na utalia tu. Yani lazima ulie, kwa sababu machozi yakawa mengi kuliko hata amani na furaha. Kwa nini inatokea? Kwa sababu mtu yoyote anapokuwa star, kuna watu wanataka kumharibia tu. Kumharibia tu. Kwamba anaweza kutaka mwanamke kumharibia mwanamke fulani kwa sababu tu hatamani kumuona yuko hapo. Na hana hata mahusiano naye. Akakutengenezea skendo za ajabu na zikakuumiza na ukatoka katika ndoa.
Kwa hiyo kwanza, mwanamke yeyote anapotaka kuingia kwenye mahusiano na mwanamume maarufu, kitu cha kwanza anatakiwa akubali kabla ya kuingia kwamba yuko tayari kukabiliana na changamoto zozote zinazogusa na kuzunguka ule umaarufu wa mtu anayekwenda kuanza naye maisha, kwa sababu atarajie maumivu kwa namna yoyote, ya bahati mbaya na ya kukusudiwa, yatatokea. Hapo nimekuelewa na kuna namna funzo amelipata. Pengine unaweza kuongea nini na Zuchu at this time, kwenye huu wakati alokuwepo? Pengine anaweza kaa tayari ameshajifungua ama bado yuko kwenye ujauzito wake. Unaweza kumshauri nini swala zima la talaka na nini? Japokuwa za ndani ama za chini chini inasemekana kuwa sababu kubwa ya Zuchu kutaka kudai talaka ni kuhusiana na mumewe baada ya kurudiana na aliyekuwa mwanamke wake wa zamani, namzungumzia Alia. Inasemekana kwamba Diamond amemuoa Alia kama mke wa pili, lakini kuna namna Alia yuko karibu sana na familia kuliko watu wengine ama kuliko Zuchu, ndio maana inasemekana. Sasa sina majibu mazuri, lakini kitu ambacho naweza, sitaki kulisemea hilo kwa sababu mimi siko ndani ya familia, lakini kitu ninachotaka nikiseme kwa Zuchu, ndoa yenye misukosuko ni bora kuliko ndoa yenye misukosuko ni bora kuliko maisha ya upweke yasiyokuwa na ndoa. Furaha ya maisha ya upweke yasiyokuwa ya ndoa, madhara yake ni mabaya zaidi kuliko misukosuko ndani ya ndoa. Ni bora kuvumilia misukosuko ndani ya ndoa kwa sababu unapata malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa kitu ninachotaka ni muase kwanza, mwanangu atapata malipo mbele ya Mwenyezi Mungu. Hiyo kwenye ndoa, hiyo sio kwenye mahusiano. Kwenye ndoa. Zuchu yuko ndani ya ndoa bwana, atuzungumzie mahusiano. Mimi saizi namzungumzia kwenye ndoa. Mimi ingekuwa wakati ule wa mahusiano nisingezungumza kwa maneno haya kama mzazi. Mimi namzungumza Zuchu katika nafasi yake kama ndoa, mke wa Diamond, mke wa Nasibu, ndio namzungumzia hapa. Kwamba yeye kama mke anachotakiwa ni kuvumilia misukosuko, hata kama amesikia Diamond kaoa mke wa pili. Wao si ni Waislamu, anajua sheria dini, Muislamu anaweza kuoa mpaka 4. Na narudia tena, kwa maisha ya Diamond, namna alivyo star, namna anavyopendwa na wanawake, mwanamke anapoamua kufanya maamuzi ya kuishi na Diamond, ni lazima akubali yale yote yatakayotokana na mzunguko wa maisha yao, kwa sababu ya mazingira ya umaarufu alionao Diamond. Huwezi kuzuia, kwa sababu Diamond ana vitu viwili, huwezi kuzuia kuwa karibu na wanawake. Cha kwanza star, cha pili ana pesa. Na hiyo ndo na hizo mbili ndio chambo kubwa za wanawake duniani. Yaani mwanamke unaweza kuwa na sura mbaya kama Jay Fongo ya zamani, lakini ukiwa na pesa na ukaitwa baby na ukafutwa na leso usoni, tena huku unapigwa kisi kwamba we mrembo, hakuna mzuri kuliko wewe, kumbe hakuna lote, atafuta hela yako tu. Tumeelewana sawa? Kwa unapokuwa maarufu na unapokuwa na pesa, wanawake wanashoboka wenyewe automatically, kwa sababu wako wanawake wao maisha yao ni kutafuta mahala pa kutengeneza urahisi wa maisha, bila ya kujali anapata furaha au hapati furaha. Sasa anapoona mtu amekaa na anaziba, yeye lazima aje abomoe. Lakini pia kama itakuwa Diamond ameoa mke wa pili, hivyo mnavyosema ndivyo ilivyo, mimi binafsi nampongeza kuliko angezini. Kwa unampongeza kwa sababu kama inasemekana kweli kaoa, mimi nampongeza sana, kidume cha mbegu, kafanya la maana, kwa sababu kuwa na wake wawili ni bora kuliko kuzini mke mmoja. Sasa kama ana mke na hataki kuzini tena, awe mke mwingine. Mimi mara zote nimekuwa nikiwapigia kelele vijana, kuishi bila ndoa ni hatari, kwa sababu uhai una mwisho wake. Kwa hiyo mimi niseme tu, kwa namna yoyote ile, Diamond kama atakuwa hivyo inavyosemwa ndivyo, alichofanya ni sahihi. Zuchu anatakiwa kurudi katika dini, kwani wakati anaolewa alikuwa ajui kwamba Uislamu unaruhusu mke zaidi ya mmoja. Kwa hiyo cha msingi ni kukubali matokeo, kwa sababu ndio maisha yanavyotaka na sheria ya dini yetu ya Uislamu ndivyo inavyotaka. Kuna mmoja anaweza kaja akakuuliza, hivi umri sahihi hasa wa mwanamke wa mwisho kuolewa ni umeshaolewa, umeachwa, umeachwa, pengine ukifika miaka 60 hivi, 61, 62, 59, bado tu unaruhusiwa kuolewa? Hakuna umri sahihi wa kuolewa katika dini. Umri sahihi wa kuolewa ni mtu kuwa hai na afya njema basi. Kwa hata kama ukiwa mzee unaruhusiwa kuolewa. Hata
ungekuwa hilo tendo lenyewe huliwezi, ukipata mzee mwenzio wa kugengezana, mnaoana tu mnagengezana. Sheria haikatazi, hakuna limit. Wananisimanga sana kwamba hujaolewa. Mwanangu mimi nakutafutia mume, si nikuwatafutia mume wa Kenya wamesahau. Ule wa Kenya sasa hapo niliaribu. Inabidi nitafutiwe mchumba mpya. Jamani, natafutiwa mchumba mwingine, mchumba mpya. Sawa, baba, kuna ile ambalo nataka tulizungumzie kidogo. Watu wamekuja juu baada ya kusikia Mama Dangote kalipiwa mahari, na sio tu kulipiwa mahari, kavalishwa pete na kuna ndoa inakuja hivi karibuni. Watu wanasema yule mzee naye anaolewa nini jamani? Kwani hakuwa ameolewa huko nyuma? Aliolewa, si ndo aliolewaga na Uncle Shamte alafu akaachana, sijajua kulikuwa kuna nini la. Sasa kama waliachana naolewa tena ndio sawa. Watu wanafiki baba. Nasema tena kuolewa ndio sawa. Kuzeeka ni kitu kingine bwana. Hiyo sio story ya maana sana. Hajazeeka kihivyo. Hajazeeka kihivyo. Mimi nataka nikupe siri ambayo ulikuwa unijui. Unajua mamake Diamond tumekuwa naye Tandale. Kumbe. Sasa hapo ni haki aolewe bwana kama mmekuwa wote Tandale. Ni dada yetu tumekuwa naye Tandale. Ni mtu ambaye kwa nafasi alionayo sasa kama kioo cha jamii, kwa sababu mwanawe ni mtu maarufu. Akiishi nje ya ndoa ni madhara zaidi na ni bora kuolewa kwake. Kwa hiyo kama hili linalosemwa kwamba kuna mtu amempenda, amemchumbia, amemvisha pete, binafsi mimi dadangu Sanura nampa congratulations. Mimi kwenye harusi nataka niende, japo kwa jina letu kabisa la Tandale, Sanura. Yaani mimi binafsi nampa dada Sanura nampa tu congratulations. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa ameionyesha jamii umri ni namba, heshima ndio kitu cha msingi. Na yes, kwa kuwa anaenda kuingia katika ndoa, kongole. Tumuache ingie. Safi kabisa. Ila akatulie katika ndoa. Akatulie katika ndoa. Ndoa ni misukosuko, ndoa ni mitihani. Basi tumwombee dua. Bado najiuliza nini kilipelekea wakaachana? Walikuwa wanapendezana wenyewe. Na walikuwa mashalobalo na blazameni na sister du wenyewe akitembea na Uncle Shamte. Nataka nikwambie kitu mwanangu. Nyumba zina siri nyingi sana. Kuta 4 za chumba zinaficha makubwa kuliko yaliyo ndani ya tumbo. Nirudie hicho kipande. Kuta 4 za chumba wanazoishi watu wawili wenye jinsia mbili tofauti zina siri nyingi kuliko yale yaliyofichwa kwenye tumbo lako, kwa sababu kwa wakati tumbo likivuruga utalisikia guru, lakini yaliyo ndani ya tumbo ya kuta 4 za chumba huwezi kuyasikia. Sasa wakati mwingine sheria ya Kiislamu imeruhusu talaka ili kuwapa nafuu na ahueni hawa wenza wawili, kwa sababu wakiendelea kubakizwa hivyo kuna madhara mengi mbele. Kwa hiyo ni bora wakati mwingine kuachana kuliko kuendelea kuishi, kwa sababu katika maisha yana tabia ya kuchuja. Mapenzi yana tabia ya kuchuja. Ndio maana kuna hitaji kitu kinaitwa maboresho. Ili ndoa isimame na kuwa still, ni lazima kila mmoja ajue namna ya kuboresha ndoa. Mume ajue namna ya kuiboresha ndoa yake kwa mke, na mke ajue namna ya kuiboresha ndoa yake kwa mume. Na hayo yanakwenda sambamba na kutambuana madhaifu ya kila mmoja na kuyafanyia kazi kwa mazingira yanayohitajika ili kuyadharau na kuyaweka pembeni hayo madhaifu, ili kuhakikisha wanatengeneza au mnatengeneza kesho bora ya wanandoa. Sawa. Kwa maana hiyo hapo Mama Dangote tunampa hongera yake, na kwenye harusi tunaenda. Japokuwa watu wanasema sana, bibi naye kazidi kuolewa, nitakushindana na vijana. Bora kuolewa kuliko kuzini. Sasa kwani sheria ya kuolewa mwisho wapi? Imeandikwa kwenye kitabu gani mwisho tarehe fulani? Hamna hiyo. Acha olewe. Hata kufika miaka 70. Hata ukiwa na 100 ndoa inaenda tu. Kwa hiyo mwanangu wewe hata usijiumize. Mimi sipati stress. Usijiumize mama. Tapatikana mchumba, tutamtafuta, tutakuozesha mwanangu. Nitapata mchumba hata huku Kongo. Wa Kongo wapi? Popote pale nitapata mchumba na nitaolewa. Na hasa Lubumbashi, waniletee mahali tu.
Basi mama. Unachukua dola ngapi? Sasa kwanza aje. Unajua Kongo wanaoa kwa mahali kubwa kidogo. Okay. Kongo wanaoa kwa mahali kubwa kidogo. Kwa hiyo mama, nikikuozesha hapa nitakula mzigo wa maana. Tutakuwa matajiri tukirudi Tanzania. Lakini isiwe kama ile harusi ya yule mtu wa Kahama. Ndio nilikuwa nataka tuizungumzie hiyo. Kuna namna hivi bado.